Taarifu kina brothers and sisters, ile time ya kuchill kwenye kona shafika. Hapa inatemwa madini, story zote makini, cause we all know Jabi Saleh akiwa kazini. So mipango sasa ya kibiashara na nini mzee, hapo ndo ushapiga sound mvua, gari liko majini lakini alifiki na nini. Wife ulimalizana naye vipi kwanza? Hatujasikia hapo. Wife kwanza ni mshukuru kwanza mke wangu amenivumilia. Yeah. Tangu nimekuwa naye hatujawahi kuwa separated, yani tangu tulipofahamiana. Okay. Na kwa kilichopelekea mpaka akaweza kunivumilia nilivyochukua hatua sasa ya kwamba naenda kazini. Kwa sababu yeye alichokuwa anatamani ni kuona tunaweza kufanya nini? Kazi. Na ndio shida wasanii wengi ambao wanakuwa kama hawataki kufanya kazi. Hawataki kufanya kazi. Kwa hata tu nilivyoanza kuingiza 50,000 yangu, yani alifurahi sana. Akawa ananipa moyo kwamba endelea kupambana. Kwa nikajikuta hivyo na mimi sasa, kwa sababu alikuwa ananipa nguvu, na muda mwingine naenda hadi kazini afu hela nauli inakosekana tena. Kwa inabidi nimpigie huko hapa, naambia naomba nirushie nauli, nimeshamaliza kazi zangu. Kwa ile discipline ikanipa discipline. Na hata uweze amini nilipokuwa nakwambia, baada sasa ya kuachana na jamaa ambaye alikuwa ameniita, ikabidi sasa yani sina sehemu ya kwenda wala sina ofisi. Kwa hiyo siku ile nikakaa sana baada ya kuachana na jamaa. Na kisa ambacho kilipelekea tuachane na jamaa aliniambia hivi, tafuta kazi. Nilikuwa natakiwa hapo, nilikuwa nakaa Tabata, inaitwa Tabata. Kuna sehemu hapa hii kona njia inatokezea Gongo la Mboto, Mbuyuni. Panaitwa Mbuyuni. Kwa hiyo nilikuwa nakaa Mbuyuni na kuja ofisini kwa jamaa Posta. Kwa kila siku inabidi niamke saa 11 au saa 12:30 ndio naenda kugombania gari. Na hapo mimi kumbuka ni msanii, ndio nimetoka kuiti tu kwenye piki na gombania gari. Nafika ofisini pale saa 3. Na kwa sababu nilikuwa na nia ya kumfurahisha bosi, ikifika tena saa 3 mimi naondoka kazini. Tulikuwa namaliza kazi saa 12 saa 11. Kwa sababu nikiondoka saa 12 saa 11 inakuwa hiyo muda huo kuna foreign. Kwa hiyo inabidi nikae na bosi ofisini mpaka saa 3. Namsindikiza bosi hadi Ubungo, tena mimi narudi. Mimi kuingia nyumbani saa 6 usiku. Kwa hapo ndo ninaingia geto kwangu hapo. Kwa hiyo sasa ikawa imepelekea hivyo. Baadaye sasa, baada ya kuachana sasa na jamaa, ikabidi sasa mimi niwe na discipline. Nikamwambia jamaa naomba nihame kule mbali. Kwa hiyo akaniambia tafuta kazi, ukipata kazi utahama. Kweli nikaanza kuzunguka maofisini, jasho langu natembea huku natafuta kazi. Mungu akasaidia nikapata kazi. Ikalipwa kazi, ilikuwa kama faida ya $1.5 million. Na aliniambia kwenye faida mimi nitakupa 30%. Kwa 30% ya $1.5 million ni kama laki ngapi hivi, laki 3 sio 345 hapo. Kwa baada ya hapo ikafika sasa nataka kuhama, na sio kwamba nahama natafuta labda budget ya shingapi, natafuta tu chumba. Nimepata chumba kikwe 40 sio elfu ngapi, ndio hicho cha Kinondoni shamba. Kwa jamaa akaniambia, akaanza kunizungusha kunipa ile hela. Na hapo nimeshakunja vitu vyangu vyote. Akanizungusha akaja kunipa mpaka jioni, akaja kunipa laki yani. Mimi natakiwa nimpe mwenye nyumba, ilikuwa chumba kilikuwa ni 50,000 nadhani. Kwa 50,000 mara miezi 6 ilikuwa kama $300 na hela ya dalali na kuhama. Akaja kunipa laki tu. Kwa alivyonipa laki na mimi nimeshakunja vitu. Kule nishaaga kwenye mwenye nyumba. Nikabidi sasa hapo sina msaada, nikamwambia mke wangu nisaidie. Hapo bado sio mke wangu sasa. Kwa nikamwambia mpenzi, nataka kuhama hapa nihame. Kwa akaniambia basi, akanitumia ile hela kulipa pale kwenye ile nyumba. Kwa nilivyolipa pale ndo hapo ndo nikakwambia ndo ofisi yangu ya kwanza ilianzia hapo. Kwa nikawa natoka nyumbani sina ofisi ya kwenda tena Posta. Kwa napanda gari naenda kukaa Mnazi Mmoja. Nakaa Mnazi Mmoja natafuta kazi zangu kwa wateja, kwa sababu kazi unazitangaza online. Na nikipata order naenda kuprint kale yako na wapelekea wateja, nafanya hivi. Basi ikaniteki. Kwa hiyo nikawa na ile discipline. Naamka kama nilivyokuwa naamka kila siku. Kwa hiyo baada ya pale ndo hapa mke wangu ananiona kabisa kweli wewe ana discipline na kazi. Anakaa huko nini, ndo nikaanza sitting room hapo kufanya kama ofisi. Nikipata kazi nakuja na print. Kuna kijana mmoja anaitwa Gambesh, namuita tunaprintia pale sitting room kwangu. Mpaka ikakua Mungu akaja akabariki, nikapata kazi ambayo ilikuwa ni kazi ya serikali kiasi. Kwa hiyo nikafanya ile kazi, nikalipwa baada ya miezi 6. Siku ambayo nililipwa ndo nikampigia mke wangu. Yeye alikuwa sasa huko
tukakaa tuna sehemu huko Kivule, kaambia mke wangu njoo, ndo tukaanzisha sasa ile hela tuliopata yote baada ya kulipwa, ndo nikaenda kulipia ofisi yangu iliyokuwa Kariakoo. Kwa nikachukua apartment nzima floor, nikalipia pale, sina kitu tena, sina hata nini. Nikachukua tena godoro langu ghetto, nikaenda kulipeleka pale, ndio ikawa ofisi yangu. Nikawapigia vijana kwa ananifanyia design, kuna kijana mmoja alikuwa Arusha, nikampigia nikampa chumba pale, nikamwambia kaa ofisi yako hiyo hapo. Kuna kijana mmoja alikuwa ananifanyia video mwanzoni, director Florian, nikampigia simu yuko Mbeya, njoo, nikampa chumba hapo, nikamwambia mtakaa hapa. Ndo ofisi yangu ikaanzia hapo. Kwa hiyo ni ofisi, vijana wapo wanao design, wapo wanaofanya nini, lakini hamna kitu chochote. Tunalala hapo hapo, ndo bango tu limewekwa mlangoni, sitting room. Kwa ndivyo ambavyo Asnas ianze hivyo. Na wakati huo hata sijajipata, bado nilikuwa na moyo wa kuanza kusupport. Ndo nilianza kusupport Kikosi Kazi. Kwa Kikosi Kazi imeanzia, na Kikosi Kazi ilianza baada, ilikuwa majadiliano uanzishwaji wa Kikosi Kazi. Yeah. Ilikuwa wanaongea Niki na Zaidi kwamba turudishe Tamaduni Music. Kwa hiyo kwenye kurudisha Tamaduni Music ikawa Duke anaweka ugumu. Kwa ndo wakanipigia mimi kwamba kwani tusimcheki Azma? Ana yuko pale ana Asnas. Ana Asnas pale, tuanzishe tumcheki Azma ili tuanze kuanzisha. Kwa hiyo ndo wakanipigia simu. Kwa hiyo simu ikaunganishwa watu wangapi? Watatu. Mimi Zaidi na P. Mimi Zaidi na Niki. Ndo tunaongea pale kwamba nani na nani aingie. Kwa ndo tunaanza kupendekeza majina kwenye ile simu. Baada ya hapo ndo tukakubaliana liundwe kundi. Kwa hiyo Niki ndo akaandika, aliyefungua lile kundi. Ile kundi akaandika Kikosi Kazi. Kwa ndo tukaanza kushauriana kwamba tutafute jina. Ndo mimi nikamwambia tunatafuta jina gani wakati Niki ushaandika hapo Kikosi Kazi. Kwa ndo Kikosi Kazi ikazaliwa. Hapo ndo tukaanza kumuongeza nani na Zaidi na nani. Kwa kupelekea hapo ndivyo ambavyo taasisi ilivyoanza. Kwa mke wangu naye akatulia baada ya kuona sasa niga ana pull, ana move, anaendelea kupush. Kwa ndo nikaanza hivyo. Kwa tukajikuta tuko pamoja. The rest is history. So where ulipata ujuzi wa hiyo kazi yako ya printing na nini? Kwa sababu katika kipindi chote tulikuwa katika harakati nyingi za muziki na nini. So seems like ulikuwa una kitu ama ilikuja tu kwa ghafla? Mimi ilikuja kwa ghafla. Mimi ni fast learner. Kwa nilivyokaa kwa jamaa tu nilijifunza. Mimi ni watu ambao wanajifunza haraka sana. Kwa hiyo nilijifunza tu pale nilivyokaa na jamaa ile miezi isiyozidi 6. Yeah. Nilijua kila kitu. Na mpaka mimi nikawa tegemeo pale, mimi ndo market. Nikakuta jamaa hana company profile, mimi ndo nikaanza kuandaa company profile, nikaanza kuandaa vitu vingi. Kwa hiyo nilijifunza automatically ndani ya ile miezi 6. Kwa hiyo nikajikuta nimeshakuwa concord kwa hii biashara. Kwa hata nilivyoanzisha kwangu nikawa najifunzia umo. Nikikosea ndo nainuka. Hata kwa sababu sikuwahi kufanya biashara. Kwa hata mwanzoni nilidhulumiwa sana, yani ndio maana nasema mimi ni mtu mmoja ambaye ana spirit ya ajabu sana. Kuna muda imagine ndo najitafuta, afu unapata kazi, unaitafuta hela yako yote unaiweka kwenye kazi, afu mtu anakudhulumu. Unapata labda 700,000 kwa sababu kipindi hicho 700,000 ni ngumu, ni kubwa kwangu. Of course. Napata 700,000. Afu mtu ananitapeli 700,000 yote, bado tena kesho nainuka naenda ofisini na sielewi. Lakini that's all I can say. Wow. Hongera sana mzee Azma, na hadithi zako pia tunasema hadithi zako pia zinatupa mafunzo. Ndio. Mafunzo ambayo pia yanaweza yakawa ni msaada kwa ndugu zetu ambao wamekuwa wakiendelea kuchipukia na vitu kama hivyo. So hapa tumefika kwenye enzi za Kikosi Kazi. Ndio. Na hii sasa ilikuwa ni familia nyingine iliyofuata. Yes, baada ya Tamaduni Music. Yeah. Na namna ambavyo ilitoka, ndio, ilikuwa ni ngumu sana kuwaaminisha watu kwamba nyinyi mmekuja kwa heri na sio shari. Nakumbuka kama kulitokea mgongano hivi, nafikiri aidha Weusi walikuwa wametoa kitu pale. Ndio. Ilikuwa ni song ambayo sijui waliita interlude ama something like that. Yes, walitoa interlude, exactly, ambayo ilitangulia. Yeah. Then boom, Kikosi Kazi hapa. Ndio. Na
kwa mujibu wa baadhi ya watu ambao waliwahi kuzungumza nao, wanasema idea hiyo ambayo ilizungumza ya kikosi kazi ndio ilitangulia kabla ya ile track. Ndio. Lakini ni kwamba maybe kulikuwa kuna vitu vingine ambavyo labda unaweza ukaviainisha leo ambavyo vilisababisha ile delay. Lakini ilikuwa ngumu sana kuwaaminisha watu kwamba kikosi kazi wamekuja kwa sababu ya kuachia mziki na sio beef na wale weusi. Na tayari kwa sababu kulikuwa kuna bad blood tangu huko nyuma. Bana hao jamaa hivi hao jamaa vile na nini. Kwa hiyo tayari pale ikawa vita imekwisha. Sasa ilikuwa, lakini mtu kimwambia anakuwa anashindwa kuelewa, yani kukubali kwamba mlikuja bila. Naweza kusema yani kilichotokea naweza kusema ni coincidence. Sisi tuliplani kuanzisha kikosi kazi na ikaanza, na tukawa tumeshaanza kurekodi studio. Tulikuwa tumesha rekodi na hizi project 2 au 3 kama sikosei. Ndo that time inakuja project ya hiyo issue ya weusi wanatoa ile interlude. Kulikuwa na kama some mistari ambayo imerushwa yani kwenye upande wetu. Ni kwa wale watu ambao walikuwa ni watamaduni na hivyo kitu hivyo. Kwa hiyo hicho ilichotokea, hiyo project haikuwepo kwenye kwamba kurekodi hiyo ya weusi. Kwa hivyo tokea tulikuwa tumerekodi studio pale siku hiyo, kila mtu akaanzisha. Nafikiri aliyelipata hilo aliyesikia alikuwa ni Nicky. Kwa nini wametuongelea hivi? Alikuwa ni Mansuri. Kwa nini wametuongelea hivi na hivi? Na sisi tunaweza kufanya kitu. Kwa hiyo tukaamsha pale. Na kwa sababu sasa ilitokea ni kitu ambacho kimetokea tu. Sisi tulikuwa na program kwamba tutashoot hizo video vipi na vipi. Kwa hiyo ikaja tu pale na mimi nikawa na mzuka. Nikasema wamefanya hivi. Kwa hiyo majamaa tukaenda studio wakarekodi, na mimi kesho yake nikawafanyia surprise, nikatengeneza seti. Ilikuwa pale ofisi yangu ya Kariakoo pale juu. Nika print bana, hapo sina mashine, kwa hiyo nikaenda kulipia sehemu nyingine, nika print, nikanunua chuma, nikatengeneza ile seti, nikafanya seti yangu, nikanunua taa, nikafanya nini, nikawaita, nikamwambia njoo tupige chupa. Kwa hiyo tukafanya ile project ya kwanza. Okay. Kwa hiyo tukatoa ile project. Sasa kwa hiyo si kwamba wao ndo walifanya tukaanzisha kundi, hapana. Kundi lilikuwa limeshaanza ila halijatoa project yoyote. Ndio hiyo nakwambia, ilikuwa ngumu sana watu kuambia kwamba kundi lilitangulia. Kabla ya hiyo beef, si ndio Ndio. Then vitu vikawa vinatoka pale Azma. Ndio. Na nafikiri kuna time sasa ukamrudisha yule Azma miaka 10 nyuma. Akarudi tena yule yani. Akarudi Azma yule miaka 10 nyuma. Ndio. Mara ukasikia Kunguru Mweusi. Umeona bwana. Kunguru Mweusi. Kunguru Mweusi. Hapa kweli siku hizi watu hawa entertain. Unajua kwa nini umeongea Kunguru Mweusi, umenifurahisha sana. Kuna kitu kimoja, unajua kwa nini mimi sasa hivi sishabiki mambo ya diss, mambo ya watu wanaodisiana nini, sishabiki. Kwa sababu mimi nilijifunza kitu kimoja. Diss hasa kwenye watu wengi ambao walikuwa hapa kwenye media nyingi. Diss ipo kama tu mtu akimdisi mtu ambaye hayupo kwenye mikono yao. Mimi nilitoa Kunguru Mweusi baada, I think Brother Joe aliongea, kulikuwa na mistari pale inapita kwenye TV, alikuwa anafanyiwa interview na Lilomi. Akawa amecrash ile mistari yote. Akacrash mistari yangu zero, akacrash ya Nikimbishi, alicrash yote. Kwa sasa pale baada ya ile crashing mimi ndo nikaamua kurekodi Kunguru Mweusi. Kwamba kunguru si unaelewa, kunguru kiokota tu jiwe ashakimbia. Kwamba unachokonoa hivyo, lakini tukirusha jiwe hautakuwepo. Na kweli nilirusha jiwe na hamna hata aliyejibu. Umeona? Kwa hiyo ile ilinipelekea, na hata watu wengi wa kusupport, kwa sababu watu wanaongeaga beef kali, lakini ukisikiliza ile mimi niliandika. Of course. Niliandika sana, lakini haikushadadiwa na watu wote, kwa sababu niliyemgusa alikuwa ni mpenzi wao. Umeona? That's all. You went really hard and personal. Kwa Joe, kwa sababu almost every line ilikuwa inaenda naye, inapita naye. Kila line ilipita naye. Almost every line. So swala likali nakuja kwamba okay, Azma alikuwa na kitu personal with na Joe. Kama ilikuwa the whole group, why aliamua kupita na Joe Makini? Kwa nini ilikuwa ndio the target? So kama if you don't mind, kama unaweza ukasema, labda kwa sababu najua sasa hivi ameshapita, so unaweza ukasema kwamba it was just a game, ama
why ilikuwa inaonekana kama very personal. Nakapokuwa hata watu comments za watu wengi zilikuwa zinasema jamaa mbona yuko personal sana na Joe. Nilienda deep. Yaani DC, yani watu wengi wa kwenye DC wanaendaga shallow. Mimi nilienda deep. Na niseme sikuwa na personal yote na Joe. The fun thing, mimi nilikuwa sijawahi kuonana na Joe. Na Joe tumekuja hadi kipindi yani chote, yani mimi kwenye maisha yangu ya muziki Joe nimeonana naye juzi kwenye uzinduzi kwenye hii show ya Professor J. Wacha bwana. Ndo naonana na Joe Makini. Nishawahi kumuona studio mara moja wakati tunapambania studio kwa Rudigo. Ilikuwa ile studio walikuwa na record na kina Linux pasu kwa pasu PKP. Nishawahi enda kumuona lakini hatujawahi kuongea, na sasa ndo tukaja kuongea hata juzi. Na tulivyoongea nikamwambia unajua mimi na wewe hatujawahi kuonana na kuzungumza. Akaniambia hivi kweli? Kwa hiyo zile shati zote tunatupiana hatujawahi kuna nini? Nikamwambia hatujawahi kukutana. Ni mambo ya muziki tu yalikuwa. Kwa hiyo it was nothing personal. Sema mimi mimi ni kwenye uandishi wangu, kwenye kila kitu ambacho nakifanya, once I decide to do something napendaga kufanya yani kwa uwezo wangu wote. Yani kwa sababu mimi I always naamini unatakiwa ugather information. Kwa hicho ndo ambacho mimi nilikifanya. Sema nilikifanya kwa ukubwa sana mpaka watu waliogopa kwamba jamaa ameongelea hivi. Kwa it was nothing personal na ilikuwa ni game, na pale ndo nilipoona haikupewa chochote ndo nikasema sasa hivi sitakuja tena kuanza kudisiana na watu. So ulipata disappointment kutoka comedy kama kawaida? Ni kama kawaida, na niliona kabisa kwamba hii kabisa angekuwa ni yeye ndo amefanya it could be something best. Kwa pale nikasema no, I don't have to do for these niggas, let me do me. Kwa pale nikaamua kucut off. Ndio maana mpaka sasa hivi zikija diss hata watoto wakinichokoza naona tu kwamba mimi nikiongea itakuwa kitu kingine, maana I'll talk deeply. Wana vijana wanasema ushavuka huko. Ushavuka. And pia naona zilikuwa zinaendelea tu kutugawanya kwa sababu kiafya, kwenye afya ya game yetu, mimi ambacho nilikuja kurealize pia adui yangu sio Joe Makini. Na pia Joe Makini hata siku ile nilivyoonana naye nilimwambia wewe ni mti wenye matunda. Mti wenye matunda siku zote unapigwa mawe. Kwa hiyo ukiona hata mtu anakudisi au anakufanyia nini wakati mwingine, it's difference kwamba what you are doing is good, kwa sababu angekuwa sio chochote pia nisingepambana naye. Umeona? So azma sasa hivi hizi ambazo zinaendelea hizi, wewe you are not interested kabisa? I'm not interested. I'm interested kwenye kuona umoja wa wasanii, tunashikamana, tunaendelea kupushi biashara yetu iende mbali. Kwa sababu hizi tofauti, ukumbuke there are two things, kuna diss na kuna beef. Diss, kwa mfano mimi na Joe Makini, ile ya kwangu ilikuwa ni diss, it was not beef. Sasa mimi na Joe Makini hatakuwa na tofauti yoyote. Hatujawahi kukutana kwenye engo labda tukachukuliana wanawake au tukagombania hiki na hiki, hapana. Kwa hiyo it was this tu. Lakini ila ilivyokuwa perceived ilikuwa beef sasa. Au hata sisi na Weusi, it was not perceiving kwamba ni diss track au nini tunaandikishana, ilikuwa ni beef. Beef ni ile mnagombana, mnachukiana kabisa. Kwamba hata ni ukiingia wewe ambapo mimi nipo mimi natoka. Kwa hiyo ilikuwa inapelekea huko. Kwa hiyo ndo maana, kwa sababu Watanzania wengi hawana knowledge ya beef na diss. Kwa hiyo mimi sitamani sana, kwa sababu unaweza ukafanya tu kitu ukamchallenge mwenzio kimistari akakacha, yani akawa tena kesho mirija yake yote anakuzibia. Na ukumbuke sasa changamoto hivi vitu vinakuwa na kama kule nakumbuka kuna line moja niliandika kwamba mnashinda kwenye redio, utafikiri na wewe ni mtangazaji. Ni kweli zile ni line ambazo sio, kwa sababu unaenda kusubmit ngoma yako kipindi hicho kwenye hizo media zao, unamkuta yule msanii kakaa kwenye department zile za watangazaji. Yaani yupo leo, kesho ukienda unamkuta kesho kutwa yupo anapiga story na wale watu. Sasa wale watu unaoenda kuwapelekea wako na yule mtu close hivyo, afu wewe umemdisi, unategemea wata support? They won't support. Kwa zile ndo zilikuwa zinaendelea, kwa hata atawaambia tu kwa nini mnamsupport huyu. Kuna interview moja nilikuwa naisikiza, sijui nani alimeongea, anasema ameongea ni Adamu Mchomvu. Amesema Fidikiwa alimind kwa sababu Adamu Mchomvu alikuwa anacheza sana ngoma ya Rado. Umeona, alikuwa amefanya jana. Kwa that's kind, umeona kwamba amemind kwa sababu alikuwa anacheza sana ngoma ya Rado na alikuwa na tofauti na nani?
na Rado. Sasa unaona hizo, kwa hiyo inapelekea ndio ambavyo game yetu inakuwa. Leo hii mimi nikisema nimemdiss Joh Makini labda ana msururu wa media presenters pale. Kesho hata ni support kwa sababu niliyemdiss ni nani? Ni Joh Makini. Kwa ndivyo ambavyo inaendelea kupelekea. Kwa hata sasa hivi hiki ambacho kinaendelea, unaona hizi bifu za hawa vijana wanaokorofishana. Definitely unakata mzizi wa connection. Na pia kuna kitu ambacho mimi ndo nilikuwa nasema nakichukia. Umeona hapa Mex amezungumzwa sana hapa. Katika wiki 3-4 hivi zilizopita. Ndio. Lakini this Mex ameachia wimbo mpya unaitwa Cool ukiwa na Ibra. Watu ambao walikuwa wanasharedia na nini, beef zile na nini, wanapita kama wanaga maiti bana. Hamna anaye support. Wanaupita bana. Hamna mtu ambaye ana support. Hamna anaye support. Something ambayo alikuwa naichukia sana kusema kweli. And that's what I don't like. Ndio maana mimi ukumbuke sasa changamoto ambapo inakuja. Umeona Mex alivyofanya? Labda si Mex alikuwa anabifiana na Climax. Climax ana watu wake, Mex ana watu wake. Kwa definitely watu wa Climax hawezi kusupport project ya Mex. Wataishia tena na wenyewe wamekaa hivyo. Kwa hiyo unakumbuka yani tunavyoendelea kugombana, tunaendelea kugawana hawa. Kwanza tunaonekana kama sisi tumetengwa. Au tumetengwa. Hata hao yani sasa ambao tumetengwa na sisi wenyewe tunaanza ndani humo tena kujitengana. Umenielewa? Kwa hiyo inakuwa it's not yani haina afya yoyote kwenye game yetu. Kwa hiyo mimi I'm not entertaining hizi issue tena. Na nilishaachia pale ambapo nilisema baada ya nini? Ya Joh Makini. Na mimi na project ndani na EP. Hiyo EP nikitoa watu wengi sana watanichukia. Kwa nini? Kwa sababu yani ni moja EP ambayo na yenyewe niliandika. Hapo ndo na hasira zangu Kariakoo sasa. Hapo nimeshaanza kujitafuta. Ni kikosi kazi imeshazaliwa. Kwa hiyo niliandika sasa hiyo EP yangu. Ina vitu vingi sana ambavyo nimeongea. Lakini hata sasa hivi naiepusha kuitoa kwa sababu nasema ile era ishapita. Ngoja tu ni uchune. Ngoja tu ni uchune. Mimi sasa hivi ni baba. Yaani baba kwenye industry na watu wengi ambao ninawasupporti ambao ni wanapitia labda kwenye mikono yangu. Kwa I don't want to divide them and natamani kila mtu awepo twende pamoja. Sawa. Hapa tumezungumzia vitu vingi sana hapa. Ndio. Na tumekuja hapo kwenye uwanja wa beef hapa. Ndio. Tunamalizia kwenye beef hapa. Katikati hapa unajua wewe umeunganisha vijana na ni movement nzuri kusema kweli, mradi. Ninapenda kuita mradi mzuri sana. Kuunganisha vijana kwa namna moja nyingine. Exactly. Na umeona vijana umewapiga masuti pale na nini. Ndio. So it's nothing. Lakini sasa tunaona kwamba kuna utofauti baina yako na kuna familia nyingine ama core. Kwenye hivyo tunaziita core hizi clan core ya Tukusa kutokea na nini. Kukawa kuna hizo feelings kwamba hawa ni watu ambao hawaelewani na nini. Na pia kulikuwa kuna mitazamo tofauti ambayo sasa inaweza ikawa inaingia huko. Sisi wavaa suti tukaguswa kidogo and couple weeks kwa sababu ile episode ya kwanza alikuwa na Ninja hapo. Akawa anatoa na maoni yake. Sasa maswali ni mawili hapo kwanza. Do you guys have a problem? Aznas Link ambayo ndio umeikuja nayo na leo tutaizungumzia kidogo. Kwanza unaweza ukatuambia what is Aznas Link? Kwa nini inaitwa Aznas Link? Yani jina linalokuja pale la kuja Aznas Link. Lakini pia do you have any problem na hii core nyingine ya Tukusa? Nafikiri pia tunaongea hapo. Kwanza Aznas Link ni link is something ambayo ina link ina join. Kuna sehemu ambapo kunawezekana kuna loose, unatakiwa ulinki ili umeme upite uflow. Lazima ukuwe na link za kulinki ile ili electronics zipite. So Aznas Link ni linki ambayo ipo kwa ajili ya kulinki wasanii mbalimbali. Kuna wasanii labda wa zamani walikuwa hawawezi kuimba na wasanii wa sasa. Wote wanakutana pamoja. Wasanii wa sasa walikuwa hawawezi kuimba wenyewe kwa wenyewe, wote wanakutana pamoja. Kwa hiyo that's the meaning of Aznas Link. Na Aznas Link imeenda mbali. Haina vision ya kwamba inatakiwa ilink tu wasanii wa Tanzania. Sababu the visionary ambaye ni CEO au Aznas Company kwanza imetokea kwenye Aznas Company.
Asnas ni kampuni kama ilivyo kampuni nyingine zote. Kwa hiyo ndo imeamua kuja na programs. Ina programs za Asnas Studio, kuna programs za Asnas Printing. Kwa studio ina Asnas Music iko kwenye entertainment. Okay. Na kuna Asnas Printing. Kwa hiyo visionary wake anatamani Asnas Printing, Asnas nini iwe worldwide. Iwe kama unavyoona leo ukizungumzia taasisi kubwa ambazo ziko kote. Kwa hiyo hata Asnas Music na Asnas Link ina hiyo vision ya kwamba inatakiwa iwe ni project ambayo is not supporting Tanzanian artist, is supporting African artist. Yani ukienda ukimkuta kesho Sakodi yuko Asnas anafanya project, usishangae. Kesho kamkuta msanii mwingine yoyote, usishangae, kwa sababu vision yetu ni kuhakikisha tunaunganisha wasanii wa nchi mbalimbali na kutoa platform. Kwa mfano, leo ilikuwa labda ngumu kwa Nicki Mbishi kufanya kazi na Khaligraph. Anaweza kujikuta amekutana naye kwenye Asnas Link. Ni ngumu kwa Nicki Mbishi. That link unaitumia kwa namna hiyo. Kuwaunganisha watu two different sides. Ambazo two different sides walikuwa hawawezi kupatana. Okay. Yani kwa misingi, yani hawawezi kupatana kwa misingi gani? Labda kuanzia misingi yao ya mitazamo mpaka misingi yao. Ndio maana nikwambie, unaona project yetu ya kwanza kabisa inatoka yuko Nicki Mbishi ndani, yupo Country Boy. Watu wengi walikataa sana, kwa nini Country Boy mmekaa naye? Hata mabrother wengine waliokuja ambao wale ma hip hop wanasema da, huyu dogo amewaharibia, kwa nini mmekaa na udogo huyu? Kwa sababu wanamuona yeye sio hip hop. Lakini mimi nimemweka mle ndani. Umenielewa? Kwa hiyo yani inakutanisha watu wote. Unaona Baby Boy alikuwa amepotea, nimemweka mle ndani. Shout out to Baby Boy. Manengo alikuwa, watu hawaamini kwamba Manengo anatakiwa afanye ngoma na Nicki Mbishi kwa sababu anaonekana yeye sio hip hop, wale ni watu wengine wale wazinguaji. Lakini mimi nimemweka mle ndani. Kwa project, that's the vision ya Asnas Link. Kesho itakuwa sio wasanii wa Tanzania tu. Kesho utakuta labda leo hii niseme, I'm not taking labda kwa ubaya, labda Jocelyn alikuwa hajawahi kufanya kazi na kwa fulani Mau. Okay. Leo ameshafanya. Leo labda utakuta PMC hajawahi kufanya kazi na Navio. Leo kwa kupitia Asnas wamefanya. Sasa umeona, we are linking different artists. Kwa hiyo sasa nirejee kwenye swala la mtazamo. Do you guys have a problem? We don't have, mimi I don't understand nafsi ya mtu mwingine. Siwezi kuizungumzia nafsi yake, ila nizungumzie nafsi yangu. Nafsi yangu mimi nimeshasema hapo, sipendi misigizano. Sipendi misuguano. Mimi sina tatizo lolote na Black Ninja. Na nikuonyeshe kwamba sina tatizo. Tukusa ngapi za Black Ninja mimi nipo? Na hizi 3. Zipo. Zipo ambazo mimi nipo. 3 zilizotangulia nimefanya. Nipo kwenye tukusa. Kwa utasemaje mimi nina tatizo na kitu ambacho mimi nimefanya humo ndani na nimehusika? Kwa hata sasa hivi yeye sasa nikimsemea yeye vision yake basi haina mtazamo. Kama anaona Azma ana tatizo wakati Azma ameshiriki kwenye tukusa, mimi nilikuwa najua tukusa ni ya kila mtu. Yaani nilikuwa najua ni ya kila mtu, umeona? Kwa kama unasema Azma hayupo kwa sababu ameanzisha Asnas Link, au leo kesho utasema Nicki Mbishi hayupo kwa sababu ametoa album. Hapana, it doesn't make sense. Kwa hiyo mimi sina tatizo na Black Ninja. Na pia watu wasijisaulishe. Sio kama mimi nimeanza leo labda, au hizi movement wanasema, kuna wengine wanasema labda Azma ameanza baada ya kuona Black Ninja anafanya. Mimi ndo wa kwanza bro, si nimefanya kazi za kikosi kazi zote, nimefanya video zote za kikosi kazi. Video za kikosi kazi nimeshuti mimi asilimia labda 80, na asilimia ilikuwa naingia Adam Juma. Lakini zote zile nimefanya mimi kwa nguvu yangu mimi. Mbona sasa hapo utasemaje sasa kama mimi nilishaanza ile kikosi kazi ilikuwa na wasanii wangapi? 8. Hata movement sasa hivi unaona zinashirikisha wasanii 8 kuendelea mbele. Kwa hiyo nani ambaye ametangulia, mimi au Black Ninja? Nani ambaye ametangulia hapo kwa mtazamo tu mdogo? Kama tuiache hiyo kama ilivyo. It's okay. It's all good. Ushaizungumzia hapo kwamba the story ulipotokea. It's all good. Kwa hiyo ambacho niseme sina tatizo. Alafu na kuonyesha kwamba sina tatizo, mimi natengeneza studio ya Asnas na niko natengeneza studio. Black Ninja alikuwa anakuja pale, utaangalia hata clip ziko alikuwa anakuja tangu studio ninatengeneza mwanzoni mpaka studio kabla sijaweka producer yuko pale. Na niko China, ameniambia bro, naomba uninunulie kifaa. Mimi nimemnunulia ile ya kugonga ile MPC.
Milioni 1.2 I think nimenunua kwa hela yangu na nimemletea Black Ninja. Na nimemkabidhi pale studio kwangu. Na pia apart from that, wasanii ambao wamekuja kurekodi ambao wako kwenye hizo tukusa zake, wengi wamerekodi kwangu pale. Yes, kuna huo mwingiliano ambao ndo yaani wanarekodia vocal kwangu, wanaenda kuzichukua kwa, wanaenda kuzitumia. Sawa, ile amepiga Jinako chorus sawa. Jinako karekodia chorus kwangu. Kwa hiyo ile sawa inarekodiwa Aznas, yani inapigwa zote zile unazisikia ni Aznas zimefanyika. Verse ambazo wamesikia kwenye tukusa nyingine za kina Country Boy, wakina Conboy, wamerekodi studio kwangu. Unaona? Kwa hiyo wakina Lodize sijui wamerekodi kwangu na wamesichukua vocals. Kwa hiyo I don't have any problem with them. Na basically utakuta watu anaingia kwenye hizo project. P yupo, naona yuko kwenye miradi ya tukusa. Niki yupo na wako watu wengi. Hata Niki alikuwa anaongea naye akanazungumzia. Kwa hiyo I don't think, mimi sioni tatizo lolote. Yani mimi ile ni movement, mimi ni vision yangu. Nimeanza na vision kwamba natamani kitu kiwepo. Na nikwambie kitu ambacho nataka ukifahamu. Kwa nini nimefanya Aznas? Nimefanya Aznas kwa sababu moja. Mimi nimekwambia siku zote kuanguka kwangu ndo fundisho langu. Wakati tunaanzisha Kikosi Kazi, basically sikuwa na hela. Na nilikuwa najinyima, mke wangu anaweza kuwa shahidi. Nilikuwa najinyima, hata nikiambiwa video hii tufanye, nitatoa hela, nitakodi, nitalipia. Hadi video zingine nilikuwa nalipia, hadi location nimelipia, afu wasanii hawaji, unaambiwa msanii alikuwa kwenye birthday, tunaahirisha video. Unakodi kamera, unakodi nini, unaambiwa msanii leo alikuwa amekunywa, kwa hiyo hawezi kuja kushuti, inakuwa imekula kwako. Tunashuti tena, tunaahirisha siku nyingine. Umenielewa? Kwa hiyo ile Kikosi Kazi tulianzisha kwa mapenzi ya kwamba tumekutana wengi tuanzishe kitu. Lakini ikawa sasa tunapokuja kwenye mentality ya kufikiria kibiashara tunapishana. Umeona? Na hamna mwenye kauli kwa sababu wote tumeanzisha kitu kimoja. Kwa mimi lilinipa somo, nikasema sasa hivi ninapotaka kuanzisha movement yoyote nitaanzisha kitu ambacho kiko free na mtu yoyote. Na ndio maana nikaja na Aznas Link. Aznas Link haina msanii naye mmiliki. Yaani msanii yote atapita. Kwa hiyo ukitaka usirudi tena watakuja wenzako. Sawa. Kama sio wa Tanzania basi watakuja wa Burundi, watakuja wa Kenya, watakuja wa Uganda. Kuna point moja ambayo so DJ alikuwa anaigusia. Nikasema tutajaribu kuiongea kuhusiana na kuvaa suti. Suti. DJ anasema kwamba namna ambavyo mmekuja na kasi yenu ya kuvaa suti ni kama vile haikuwa ina uhalisia wa mtaa, kwamba kuna watu kwa mfano akajitolea, mfano yeye mwenyewe anasema kwamba hajawahi kuvaa na probably hana issue ya kumfanya akavaa. Shona. Sasa hizi ni fikra nasema, utofauti wa kifikra ambao ndio pengine unaweza ukaona, lakini pia anasema uhalisia wa hip hop na kile ambacho kinafanyika kwamba kuna kukosekana uhalisia, namna ambavyo labda anasema pengine lifestyle ya Kado ukimuingiza kwenye Kado Kitengo, ukimuingiza kwenye masuala ya suit na nini, utaonekana kabisa huyu anaigiza na sio kweli. Lakini hata wewe wakati unakuja ulikuwa unazungumzia kuhusiana na kwamba kwa mfano business masuala huu ni muda wa kibiashara, business times. So kwamba tunapaswa kuendana na hiyo taswira, ama unajenga taswira. Sometimes utahitaji corporate na nini. So nikaona mgongano hapo ulikuwa ni kwamba mwingine anaamini kwamba anahitaji changes na mwingine anaamini kwamba uhalisia wa utamaduni hauhitaji hiyo changes ambayo inakwenda. So huu utofauti wa kifikra wewe una utazamaji walau kwa kikubwa ambacho naweza kusema kubwa niseme hivi, everything inakuja for a reason na inakuja for the right time. Na ndio maana nimesema hizi ni movement. Misigiezano kama hiyo ndio inasababisha watu tunashindwa kuendelea siku zote. Tunawaza kwenye different areas, different angles. Na mimi naamini kwanza utamaduni wa hip hop umeanzia huko magharibi ya mbali. Na kila mtu ana utafsiri vile anavyoweza. Na utamaduni wa hip hop pia una nguzo zake, una elements zake. Lakini ukiangalia kwa mfano katika elements za hip hop, wana hip hop wengi wa kibongo wanajua tu element ya MC.
brother, entrepreneurship iko ni element ya hip hop, na ndio ambayo iko powerful kuliko hata MC. Yani wale wawekezaji wa hip hop ndio ambao ni very powerful. So nikirejea kwenye project ambazo mimi nimeanza kabisa, nimetoa inaitwa business mind. Business mind brother, uweze ukaja business mind umevaa yale majinsi makubwa mafugu, umepiga mlegezo mpaka huko, afu unawaambia watu business mind. Unawaambia makubaliano yanafanywa na mawitness, afu umevaa hiyo. Kwa hiyo theme ndio iliyopelekea. Kwa hiyo tulivaa suti, na ukiangalia hata project ambazo tumevaa suti zote zinaongelea biashara. Angalia business mind, tulivaa suti. Tukatoa flow and rhymes ya wale madogo, hatukuvaa suti. Tulitoa escape plan, hatukuvaa suti. Tulitoa business time, tukavaa suti. Kwa whatever you see tunaongea biashara ina involve na dressing code. Na kwa mfano kama sasa ukija vitu kama suti, kwa mimi suti sasa hivi kwangu ni vazi tu la kawaida. Kama hapa simuona umenipigia simu nimetoka ofisini. Hivi ndo nilivyovaa tangu asubuhi. Umeweka Kwa ninaweka vitu tu sasa hivi muda wote. Umenielewa? Kwa ni mwendo wa vitu, mwendo wa vitu. Hebu nipe tano kabisa ili uelewe. Unaona hivi vitu. Sema vitu vinabadilika, wakati mwingine na nyonga na tai, wakati mwingine na laba. So unaona hii? Yaani na laba kali nini na vitu na vinakaa mahala pale. Umenielewa? Na hata wakija pale na wanakuja pale tunaongea nao ni watu wenye mataasisi makubwa. Kwa hiyo swala la suti, na pia kwa watu wengine nafikiri hata wao wenyewe tu inatakiwa kila mtu pale ambapo nimeona aliyevaa suti. Unaona mpaka sasa hivi kama wadogo kama wakina Wiz MP anafanya na benki moja, namuona mara nyingi. Na unaona kila anapoenda kwenye ile benki amevaa vyuti, amepiga vyuti. Inakuwa ni uniform. Na still hata tangu mimi nimeanzisha ile mwaka ulipoanza, unaona sasa hivi kila mwana hip hop, hata wamekuja sijui brother zetu wale wakongwe wote, sasa hivi ni mwendo wa suti. Kwa hiyo ile tu imebadilisha mentality ya mwendo wa masuti. Sasa hivi tunaona imezinduliwa miaka 30 ya Bongo Flava, wamevaa nini? Wamevaa vyuti wote. Kwa hiyo it's era, lazima tubadilike tunapoenda kwenye kibiashara. Let's think as wafanya biashara. Hatuwezi kukataa. Alafu na hata wakati mwingine umeona hata sio tu hapa. Labda sema tuna kwenye hip hop kuna ambacho tukubaliane. Kuna hip hop mbili. Kuna hata watu wengine sasa ukiwaita watakwambia Jay-Z sio hip hop. Watakwambia Nas sio hip hop. Umeona? Watakwambia Nas sio hip hop, Jay-Z sio hip hop, Jada Kiss sio hip hop, watakwambia. Ila watakwambia hip hop ni Sean Price, hip hop ni yani watakutajia watu wale ambao wako huko. Kwa kama tuna hiyo milengo miwili, hauwezi ukanielewa nikikwambia hii ninaofanya navaa hivi nafanya ni hip hop. Wapo wanavaa hivi siku nyingi. Wakina Snoopy wanavaa. Hapa wakati tunaanza tulikuwa tunaangalia wakina Scarface wamevaa miaka gani huko wamevaa suti 80s. Kwa it's not about kwamba ukivaa suti wewe sio hip hop. It's all about we are transforming this business. Ili tuweze kubadilika ni lazima uweze kufanya transformation afu kaendelea na misingi ile ile. Kwa kama haujifunzi, mimi nilijifunza tulipotoka kwenye Tamaduni Music ambapo tulikuwa tunakataa kuongea na watu wote kwamba sio hip hop. Nilijifunza tu kuja na kikosi kazi. Hayo ni masomo. Mpaka sasa hivi ninaanzisha Aznas Link. Siwezi kurudia kwenye misingi ile ambayo tulifeli mwanzoni. Umenielewa? It's something different. And at the end of the day we have to make sure kwamba watu wote wana transform na wanakuwa na business mind. Na ile tu imewabadilisha watu wengi. So now Aznas Link yenyewe, si ndio? Imefanikiwa kiasi gani na hizi movement ambazo umezianzisha? Na zinatia moyo kiasi gani mpaka sasa? Mimi nikwambie kwanza sijawahi ku experience peak ambayo tunayo sasa hivi Aznas. Hata nilivyotoa muziki wangu, Aznas inaonekana ni supporter ya a lot of artists. Yani kila msanii anayenicheki mimi yani kila msanii ambaye anafanya muziki aliyefanya akakata tamaa akaacha, wote wanaamini mimi ndio mkombozi wao. Yani wanaamini Aznas Link ndio mkombozi wao. Kwa kila mtu anatamani kushiriki. Kaka, kwa siku mimi napata message zisizopungua 50 za kila msanii. Niliacha wananiombea dua.
hata ukiangalia ni kiposti, pita tu labda kwenye comment zangu Facebook. Naona. Utaona watu wananiombea dua, wanapokea. Kwa hiyo people may say kwamba labda hii kitu haina influence, lakini mimi naamini kama kuna 100%, Aznas Link basi ina 70% zisizopungua 70 ya kubadilisha mziki na kushape na kumotivate mziki wa hip hop ambao unaendelea mwaka huu. Mwaka jana umeona scenario iliyotoka kwenye mziki wa hip hop, hakukuwa na ngoma zozote. Lakini umeona tangu tulivyoanza kutoa project zetu zimetoka nini? Zimekuja program ngapi za kutoka? Zimekuja na sio hicho tu. Aznas tumeanza kutoa hizi video. Tumetangaza tuzo. Sasa hivi ninaambiwa tena kuna tuzo zinataka zirudishwe, tuzo za akili zinataka. Kwa hiyo we have inspired the industry. We have, yani kama ilikuwa battery ile tunahitaji battery ikinani unai boost. We have boosted the industry. Even if people won't recognize and say, pengine watakuja kusema siku kama mimi nikiwa nimekufa, watasema kwamba brother ali spark industry. Maybe they will love you when you fade to black, au sio? Yes. Kwa hiyo that's all I can say. Kwa hiyo Aznas Link imeleta impact, na sio hapa kaka, sio hapa wa Kongo ambao wananipigia wanataka kuja kujifunza, kuja kutembelea Aznas, wa Kongo, wa Zambia, wa Kenya, yani imekuwa ni all over. Kwa hiyo imekuwa even more than my expectation. Yani ni tumaini. And I want sitaacha tumaini lipite. I'm supporting a lot of vijana wengi ambao utawaona vijana wanakuja na wataonekana kwa kupitia hii Aznas Link na watapata mileage yao. Na nina vijana kama saizi hapa nilitangaza challenge, wamepatikana vijana hata zaidi ya 50 ambao ni wakali kaka Jabiri. Ukiwasikiliza vijana wanavyochana, ni wakali. Na hakika hii ita spark generation, yani kitu kingine kipya kitaamka kwenye mziki wa hip hop. Na uzuri wote wanaokuja wana mind, wana mentality ya kibiashara. Yaani madogo pale ambao niko nao kila siku watanisumbua, wakina Wiz MP, bro tunataka tuanze kutoa product yetu. Wakina Lasco Sembo, wakina Dogo D. Yaani wote sasa hivi yani madogo wana mentality ya kibiashara ambayo sisi kipindi tunafanya tamaduni hatukuwa na hizo mentality. Tulikuwa tukiwaza sawa, tulikuwa tunafanya biashara kama ile ya maprofa ya manini, lakini haikuwa iko sparked kwamba mpaka kila mtu mmoja anatamani kufanya kitu. Umenielewa? Lakini sasa hivi kila mtu ana mentality. Kila mtu anapambania game ya hip hop. Kila mtu sasa hivi anataka inafurahisha. Sisi tunawakaribisha kwa mikono miwili. Kwa hiyo that's all I can say. Kwa hiyo watu, Aznas Link iko kwa ajili ya kila msanii ambaye ana rap. Tunawakaribisha mje kufanya project. The bad thing au the good thing is mimi pale nilipo na ni ofisi ni kubwa, ofisi yangu ni kubwa. Ninalipa rent kubwa, ninatumia matumizi ya umeme makubwa, natumia kila kitu. Lakini mimi wasanii nawafanyia for love tu. Nalipa. Hamna msanii ambaye mimi namchaji pale bro. Hamna msanii ambaye namchaji. Na zaidi wanapokuja kurekodi nawapa nauli, nawapa kila kitu. Videos hamna mtu ambaye ananijua chochote. Mavazi kila mtu anakuja anavaa pale kwa kupitia Aznas. Mpaka project zinatoka. Kwa how can you see the effort ambayo tunaifanya, na tunaifanya hii kwa mapenzi, kwa sababu nimekueleza mimi mapito yangu niliyopita hapo sikuwahi kusapotiwa. Sasa kwa nini wewe uone kama support yangu ni ya lazima? Yaani kwamba mimi lazima nikusupport au lazima nisupport kitu chako. Mbona mimi sikuwahi kusapotiwa na I didn't complain. Sikuwahi kucomplain kwamba sijapewa support. Zaidi labda nilicomplain kwenye nyimbo zangu tu mwenyewe ambazo nilikuwa natunga. Lakini I never complain for anybody. Na bado mimi naendelea kutoa support. Nataka wakati tunafunga maongezi yetu. Nikimbisha alisuggest akasema kwamba kama ingetokea Tukusa na Aznas wakaungana siku moja, anasema nguvu ingekuwa maradufu. What do you think about this suggestion? Mimi unajua mimi ni mfanya biashara. Sahihi. Biashara huwezi kusema eti tufanye tu tuunganishe tu biashara bila sababu zozote. Sahihi. Kwa ni wazo zuri sana my brother Nick, siwezi kukataa hilo. Na pia ambacho mimi niseme hata Black Ninja nafikiri kuna siku nimemwambia baada ya kuona wanasema kuna tofauti. Mimi nilimwambia Black Ninja, mimi sina tofauti na nyinyi.
Na hata kwa mfano kama kwa sababu kuna interview alikuwa anaongea anaumia kwamba sisi tunafanya mavideo ya bei kubwa, bora tuwape watu nauli waende wakafanya nini. Mimi kwanza watu cha kwanza wakati mtu anakuja kwangu mimi ananipa nawapa nauli, na nikwambie kwa sababu ambao wako kwenye Tukusa wako na kwenye Asnas wananiambia wakienda kwenye show za mikoani kuna muda mwingine wanagawana hadi 50,000 ngapi ndio wanarudi, yani show imebuma. Umenielewa? Lakini mimi wanaokuja tu pale kurekodi ndio yeye ambao nawapa hiyo na zaidi ya hiyo, wanaokuja kurekodi studio. Kwa hiyo you cannot say kwamba, na hatuwezi kugawana hela, yani tunachotaka hatuwezi kupeana samaki. Tunatakiwa tufundishane njia za kufanya nini? Kuvua samaki. Sio kuanza kupeana samaki. Kwa hiyo kwenye hichi ambacho nikiseme my brother Nick, mimi sina tofauti yote. Na hata kama Tukusa wanahitaji mavideo, wamekwama ni video, mimi pale nina equipment na vifaa. Waweza kuniambia bro, tupe vifaa, tupe director, tunaomba tushuti project yetu hii. Mbona kama walikuja kuomba kurekodi vocals kwangu, kwa nini kwenye video wanashindwa? Kwa hiyo mimi sidhani kwamba ni lazima wote tuungane, kwa sababu kwanza movement yangu mimi sio project ya mtu, sio project ya watu fulani. Yaani ni project ya kila mtu. Umeona? Kwa sasa wao kama wameshasema Tukusa ni watu fulani, mimi I'm not dealing with crew sasa hivi, yani vikundi. Kwamba mimi niwe kwenye kikundi tu fulani. Mimi I think I deserve to help every artist ambaye anahitaji msaada wangu. Umenielewa? Sio kwamba nijifunge nikishasema mimi ni mtu fulani, hizo movement haziwezi kufanyika. Umeona? Lakini mimi niko kwa ajili ya kila msanii. Utamkuta Country Boy pale, utamkuta Manengo, utamkuta Hamorapa, utamkuta kila mtu, utamkuta Asnas. Umeona? Kwa hiyo that's my vision, and I think for me that's what I want to do, and ni na wapenda Tukusa ambacho anakifanya, na heshimu ambacho anakifanya, sababu still wote tunafanya kacha yetu. Lakini vita yetu sio mimi na nyinyi Tukusa, sio Tukusa na Asnas. That's not our war. Yaani sisi inatakiwa sisi tuendelee kushikamana na kupeleka haya madude yaende mjini. Na ndio maana mimi ninaweza kushiriki kwenye matukusa ambao nimepewa, ambao nimeambiwa sasa. Na mengine hata kwa mfano kama ile nyingine ambao wamefanya kina Conboy, walikuja kuingiza vocal studio na mimi nikamwambia na mimi naomba niweke. Niliweka tu kwa mapenzi yangu mimi, sio kwamba nimeamrishwa kuweka. Umeelewa? Kwa hiyo nothing, and we are brothers. Kwa mfano mimi mtu asitaki kunikosanisha na Niki. Mimi na Niki tumepanda 2002, tunapanda gari za IT, tunaenda Mbeya kufanya show. Tuna organize na kina Wani, tunakuja kulala kwetu nyumbani kwetu sai. Sio mchezo. Kwa hiyo ni watu ambao hatuwezi kusema hivyo. Mimi ndio maana nimefanya movement ya Kikoskazi, nimefanya movement zote hizi. Kwa hiyo aim yangu mimi sio kushindana na mtu yoyote. Cha kwanza aim yangu is to make the industry iwe bora. Na sasa hivi hata ambavyo naona project mengine yanatoka kama miaka 30 ya Bongo Flava, miaka naona wasanii wanatoa project, wakina Baghdadi wanatoa project. Mimi kwangu is my happiness. Yaani furaha yangu ni kuona industry inaenda. Lakini wakina Baghdadi ambacho mimi labda pengine kwao sikukipenda ni kwa sababu tu wanataka msigishano ili tuonekane tuna tofauti. Mimi sina tofauti nao. I bless every movement ambayo inafanyika ya hip hop. Na mtu yote ambaye anahisi anafanya movement ya hip hop and he or she want to be part of us, sisi tunakaribisha. We are open. I think tumekuwa na session moja kubwa sana Azma leo, na naamini kwamba utakuwa ni mwanzo. Tutakutana tena kubwa la mwisho. Nimefurahi kabisa. Kama una kubwa la mwisho, haujaongelea tuzo. Hii ni historia ambayo haiwezi kufutika. Yaani hii ni historia ambayo tuzo za hip hop Tanzania kwa mara ya kwanza. Hiyo kweli. Kwa nimeandika hapa, naona sikuwa nimeichungulia hapa. Kwanza hongera sana kwa wazo. Asante. Hongera sana kwa hili wazo. Ndio. Lakini pia kihistoria hili ni kilio ambacho kilikuwa kimekosekana. Ni kilio cha muda mrefu, tuzo. Ndio. Za hip hop. Yaani ilikuwa tena especially kabisa kwa sababu ni kama haziingiliani na nyingine, unajua. Na nafikiri kwa wenzetu walishaamua kaweka za kwao.
washaweka BT ziko hip hop awards ya BT, Yeah, Soul yeah. Train, sijui nini zilishakuwepo hapo. yeah. So kwanza nikupongeze kwa hilo wazo, lakini pia namna ambavyo uliweza ukafanikiwa walau kutimiza, maana huko nyuma kulikuwa kuna ripotiwa kwamba ilikuwa ni ngumu sana kuweza mtu kuja na idea ya tunzo. Ndio. Cha kwanza kabisa kwanza mimi niseme namshukuru Mwenyezi Mungu for everything. Mimi naamini Mungu ndo muweza wa kila jambo. Yeah. Mengine yote ni hizi vita za binadamu, kama Mungu amekusimamia. Sahihi. These are little things. Kwa hiyo mwaka huu tumepata kibali kutoka BASATA. Na hichi kibali watu wamekitafuta miaka nenda miaka rudi. Hawakuwahi kupata kibali. Historia inaonyesha hivyo. Yeah, kabisa. Kwa hiyo sisi tumepewa hicho kibali. Yeah. Naamini ni kwa sababu Mungu ana mapenzi na anataka kufanya. Na niwaambieni tu, tutakuwa na tuzo bora kabisa za hip hop kuwahi kutokea, na zitaweza kuwa kwanza tuzo zetu za mwaka huu sio voting. Tuzo zetu ni recognition. Okay. Recognition awards ni pale ambapo Bwana Jabiri umekuwa ukisupport sana hip hop, we as presenter, labda we recognize you. Okay. P-Funk umefanya hiki, Estukizi umefanya hiki. Yeah. Kwa we are going to recognize muziki wa hip hop kuanzia ulipoanzia mpaka ulipo hii leo. Kwa we are going to recognize hizo eras zote. Yeah. Umenielewa? Yeah. Kwa sio tuzo za kupiga kura. Hapana. Ni recognition awards, lakini zitakuwa na academy. Academy ya kwanza itakuwa na ambayo itahusisha wadau wote wa muziki wa hip hop ambao ni presenters, itakuwa wadau tu wengine wote ambao walikuwepo kwenye historia ya hip hop. Watapendekeza kila category, watapendekeza majina 5. Baada ya hapo kutakuwa hiyo ni academy. Baada ya hapo kutakuwa na team tena ya pili ambayo itachakata yale majina yaliyopendekezwa. Kwa mfano, tumesema labda msanii bora wa hip hop wa miaka yote Tanzania. Labda nitajie majina hata 3, 4, 5 wa hip hop. Miaka yote Tanzania. Kwa muda wote Tanzania. Okay, maybe okay. Azma amenambia nipendekezwa yani pendekeza 5. Kwa hiyo haimaanishi kwamba ndio wao ambao yes. Kwa mfano tunasema sio? Yeah. Okay, let's put Professor J. Yeah. Let's put Sugu Mondani. Yeah. Si ndio? Exact. Who else? Professor J, tuweke Sugu, maybe Fit Q Mondani. Yes. And 3 kwa kulinganisha na eras, let's put Nicki Mbishi Mondani pia. 4. All right, and who else? Professor J, Sugu, Fit Q, mmemtaja nani? Nicki Mbishi pia. Maybe let's put in Joe Makini. Ni Joe Makini. Okay. Sasa hiyo itakuwa ni academy ya kwanza ambayo itafanya nini? Itapendekeza. Okay. Kwa hiyo academy itakuwa na task ya kuonyesha hao watu wote ambao umewasema wamefanya nini kwenye hip hop. Wamefanya nini? Okay. Alafu itapelekwa kwenye wale watu watachuja watu 2. Watabakiwa na watu wangapi? 3. Kwa 3 watapelekwa tena kwenye kamati nyingine. Itapelekwa kwenye kamati nyingine. Okay. Baada hiyo kamati itachakata, ndio ambayo itapelekwa sasa kwenye kamati kuu ambayo ndio itakao tangaza sasa jina la mshindi. Kwamba kwa hao watu wote kutokana na vigezo vyao, huyu alifanya hiki na hiki, huyu alifanya hiki na hiki, tunafikiri huyu ana deserve tumpe appreciation. Okay. Kwa hiyo ndio itakavyokuwa tuzo zetu zitakavyokuwa. Kwa hiyo ni appreciation award. Na kwa sababu sisi ni wana hip hop, yani tumeanza na misingi ya hip hop na kamati itakuwa na wana hip hop wenyewe. Kwa hiyo itakuwa na mapendekezo ambayo ni sahihi kabisa. Na tutakava kila area kuanzia producer sijui bora, video bora sijui za hip hop, mtangazaji bora, media bora ambayo imekuwa kisupport hip hop. Kwa itakuwa na sijui mfanyabiashara bora, the best entrepreneur, yani kwa kufuata zile categorization za hip hop. Okay. The best black dancers crew, sijui kila kitu kitakuwa kitazingatiwa. Wow. Kwa we are going to do something ambayo is gonna create respect for the culture. Kwa we are doing this for the culture. Alright. Kuna watu wanasema kwa nini labda watapeana, wametengeneza vikundi kupeana. No, hamna mtu wa kupeana. Aznas Link ina support mtu yoyote. Kwa hiyo hata wale waliotangulia ndio walioonekana. Hizo project zinazokuja wanaweza wasionekane, wakaja watu wengine. Kwa it's about the culture. Kwa hiyo watu waache negative
negative thought wa support kitu kipya kinapokuja kwenye tasnia. Alright. Wa support mabadiliko. Yeah. Wanasema asikubali mabadiliko. Kwa hili la tuzo ndilo ambalo lilikuwa limesahau. Kuna neno moja kali sana mtu alitumia, sitaki kulitumia hilo lakini kuna mtu aliniandikia juzi akasema kuna kitu alitanguliza pale alafu akasema ndo mtu ambaye akubali mabadiliko. So Azma, mimi nakutakia kila laheri. Na kama ambavyo tumekuwa tukizungumza, naam, you got my support my brother always. Thank you. Hata hii kwenye hii ya tunzo ya hip hop, ndio naamini kwamba tunahitaji kukutana na kuongea mawili matatu pia. Lakini you got my support and our support. Sisi Hip Hop Corner hapa pia. Japokuwa ni podcast ya mambo fulani lakini tunaweza kufanya kitu fulani pia. I think tunaweza tukafanya siku moja. For the benefit ya watazamaji, hata hivi tunavyoongea na it won't be bad hata kwenye watu ambao wanapendekeza hizi mambo za kamiti, kwa sababu tushaanza kuwa na watu ambao wanapendekeza. You are among of them. Wewe ni mtu ambaye uko kwenye hip hop, you are supporting hip hop. Okay. But what you have to understand pia, kama ukiwa kwenye kamati you won't get the award. Labda mpaka kama msimu ujao hautakuwepo. Lakini ila because we are building this foundation, I think we need you from the building. Kwa mfano mimi sasa hivi unajua mimi sitegemei tena tuzo ya hip hop unless labda watoe labda tena waanzishe hizo tuzo nyingine waje kurecognize, lakini mimi I don't expect kama mimi ndio kupata tuzo ya Asnas. Okay. Sababu I'm the founder, I'm among the founders. So it won't happen on that way. Najaribu kukuelewa hapo Azma, lakini sasa a founder. Najaribu kujua sasa kama kuna mchango ambao uliweka pia, kwa nini anyways, sitaki kuingia huko lakini no, yani for the qualification, I think for me I don't want that, and I think kama nilivyosema, Mungu alinipa roho ya sacrifice kutengeneza kitu kingine. Hapa ni pale ambapo tuna sacrifice furaha yetu kwa ajili ya kuhakikisha furaha ya wengi. Mimi si hata kama mimi sitakuwepo kwenye mimi najua sitakuwepo kwenye kamati nyingine, lakini hata kama sitakuwepo, kesho hawezi kusema amepewa tuzo Azma afu watu wasiongee chochote. No, it won't happen. So for me, I carry the vision, I carry the big responsibility. But it's not a big deal. You will be remembered kama ni mtu wa kwanza kuweza. Hiyo peke yake ni heshima na ni tuzo tosha. Nafikiri wewe kukamilisha kwanza na ikafanyika ni heshima tosha. Ni heshima. Yani hiyo achievement yake ni heshima kubwa. I hope kila kitu kitakuwa kiko sawa, my brother. Na mimi naamini Mwenyezi Mungu. Naamini Mwenyezi Mungu we gonna do something big and something ambayo italeta value kwenye industry yetu. Alright. So mimi nakutakia kila laheri na naamini tutakutana. Uzuri hapa Hip Hop Corner ukiwa na jambo pia. Sasa I think we need to talk. Tuna sit down tena. Na kushukuru sana na appreciate ambacho umekuwa ukifanya kwenye Kacha. Shukrani sana. Support yako ni kubwa sana. Leo tumekuwa na constructive meeting. Mimi binafsi nimekuwa motivated kufunguka kwa sababu naelewa support yako kwenye Kacha. Na haya madini pengine watu wengine wanaweza asiwe na time ya kutusikiliza kama hivi. Sisi tukiwa sisi kwa sisi tunasikilizana. Kwa hiyo niseme sijaja peke yangu, nimekuja na mdogo wangu kutoka Mbeya, kutoka Mbeya Nyabingi. Ni dogo anafanya vizuri sana sasa hivi. Yani anafanya vizuri na nimetamani awepo hapa kama sehemu yetu. Nyabingi, mambo vipi? Kama kawaida, hongera sana. Clip yako moja imekwenda viral na watu wakawa wanasema huu kweli ni mwaka wa hip hop. Anyways, mimi nasema hip hop haijawahi kuwa na mwaka, miaka yote ni ya hip hop. Isipokuwa internet imeamua kutuonyesha ukweli this time. Au unasemaje bwana? Bwana. Ile clip yako ilikuwa ni very simple. Mbeya ile mpiga. Ile ni kijiji kimoja kinaitwa Kiliamatundu Bushi hivi Sumbawanga vijijini. Sumbawanga. Ndio nilifanyia kule. Ila kwa sababu Mbeya ni maskani, watu walioiona ile clip wanahisi labda nilifanyia. Okay.
Hongera sana brother, yani ile clip yako imeenda yenyewe ile. Nashukuru. Na wewe ndio sehemu ya ile mifano ya internet inavyotumiwa vizuri. Kitu kidogo lakini kimeweza kukufikisha hapo ulipofika. Sure. So hongera sana bana. Asante sana, Mungu mwema. So how long sasa hivi kwenye game? Sasa hivi una miaka mingapi hivi? Tangu nianze mimi nimeanza kufanya harakati za muziki mwaka 2012. Kwa kama miaka 14 fulani, lakini unaonekana ulikuwa mdogo zaidi. Nilianza nikiwa mdogo. Yeah. Okay, hongera sana my brother. Na naamini safari ndio imeanza hapa. Leo nashukuru Azma amekutambulisha hapa. Lakini mimi na wewe we got something to do, au sio? Yeah, sure. Yeah, so atufungie. Atubariki na michano yote. Kuna ile clip yake ile alikuwa kidogo ametupa darasa mle, ilikuwa ni burudani darasa. Let's go Nyabingi. Japo hatuna beat hapa lakini tunaondoka hivyo kwa mdogo. Yeah, kwa nipige ile au nyingine. Bana vipi? Naona kama unaona nyingine sio? Tena na nyingine. Alafu tupe ambao nahisi tumeongea vitu vikubwa sana leo. Inawezekana ukawa na kitu kizuri cha kutubariki. Yeah, Nyabingi hapa. Yeah, Aznas Music. Let's go. Yeah. Mwanzoni kugumu, mwishoni kugumu zaidi. Namaanisha nini msikilizaji na mtazamaji? Wengi hutumia nguvu nyingi kutafuta mitaji na wakishapata wanafeli kufungua miradi. Wachache sana mwishoni umaliza vema. Wengi hupoteza fursa ambazo hazirudi tena. Nisikilize kwa makini sana. Hiki kinachosema juu ya beat, ndugu, zingatia madini ninayotema. Kuanzisha au kubuni kitu man sio rahisi. Utakimaliza vipi? Uwezi jua, ila utahisi. Utaijua siku yako ya kuzaliwa kama hadithi. Ukiwa hai hautaijua siku ya kufanyiwa mazishi. Ukifeli mwanzoni haiumizi, kama ambavyo ukimfeli mwisho na muda haurudi. Wengi walishafeli walioishi hapo awali. Walianza vema mwanzoni, mwishoni wakabudi. Wanapofika mwishoni wengi hujisahau, usahau walikotoka na kuzianzisha dharau. Tengeneza mwisho mwema, usifuate nyendo zao. Zingatia hekima hasa pale unapopanda dau. Mwisho wa ubaya ni aibu. Hata ukijiuliza kuhusu mwisho wako hautapata jibu. Kutengeneza mwisho mwema ni bahati nasibu. Haujui baadaye nini kitakuja, hujui kitu. Siku yako ya kuzaliwa unaijua, ila hujui siku ya kufa kitu gani kitakuua. Utakufa kwa ajali au utakufa kwa kuugua. Mwishoni kugumu zaidi, maana hauwezi kujua. Mungu peke yake hana mwanzo wala mwisho. Mwanzo wa binadamu kuzaliwa, mwishoni ni kifo. Namshukuru sana Mungu muda ambao bado nipo, japo nina hofu kubwa kwa siku yangu ya mwisho. Itafika, haipingiki, ni uhakika. Siku ambayo nitakufa nakata pumzi kabisa. Ndaachana na maisha, maana maisha yataisha. Mwishoni kugumu na ni ngumu hata kuahirisha. Siwezi kukimbia mwisho na usubiri. Nikiwa na hofu kubwa sina chembe za ujasiri. Kuhusiana na mwisho sijawahi kupata tafsiri. Mwishoni kugumu, mwisho ni mafumbo yenye usiri. Ukitafakari, mwisho wa binadamu inaumiza. Yaani kifo, fumbo linalotuacha kwenye giza. Kwa huzuni kubwa wanaubaki wakijiliza na hawapati majibu maswali wanayojiuliza. Simple kuniambia tutakuwa pamoja mwanzo mwisho, ila mwisho wangu ukishafika hautafanya hivyo. Mwisho huambatana na hisia nyingi zenye utisho na mafumbo mengi ambayo hutuacha na viulizo. Mwanzoni kugumu, mwishoni kugumu zaidi. Wow. My brother. It's a wrap. Leo siagi wala nini. Jamaa ameshafunga show. Umemaliza vizuri sana. Kwenye episode nyingine ya Hip Hop Corner. Shout out to my man Medi. Au sio behind the camera. Umesikiza vitu kama hivi. Everybody ambaye amesupport leo. Asante sana, tukutane kwenye next episode ya Hip Hop Corner Season 2. One love. The Hip Hop Corner with Kovi Chaka.